Umu angani
Ndugu zangu, somo la kwanza linatupa sababu na uhalali wa kuwaombea wafu wetu kama hivi tunavyofanya. Mmenisikiliza vizuri kwamba Yuda kiongozi wa Wayahudi alichanga fedha akapeleka hekaluni Yerusalemu kwa ajili ya kutoa sadaka kuwaombea wafu, na jambo hilo likawa jambo jema, jambo la kichwa, kwa sababu aliamini katika ufufuo wa wafu, na ndio maana alifanya hivyo. Na sisi tunapoamini katika ufufuo wa wafu tunafanya namna hiyo hiyo. Yuda alitoa sadaka kwa ajili ya kuombea wafu ili wapatanishwe na Mungu, ili kuombea msamaha, ili kuombea huruma ya Mungu. Sisi leo hii hatutoi tena hiyo sadaka ya fedha kama alivyochanga Yuda. Tunatoa sadaka ya msalaba, sadaka ya Kristo msalabani, sadaka ya damu ya Kristo, ili iwe upatanisho wa ndugu yetu katika kuchuma na Mwenyezi Mungu. Zawadi pekee, zawadi kubwa ambayo tunaweza kumtukuza ndugu yetu ni hii sadaka ya misa takatifu, ni hii sadaka ya upatanisho ambayo Kristo aliitekeleza pale msalabani, akimwaga damu yake ili kutupa tena mastahili ya kufika mbele ya Mungu. Na ndio maana huwa anakadhaa tunaimba wimbo, Yesu alitoa sadaka ya damu, na sisi tunatoa sadaka ya leo tukiwaombea wafu wetu. Tunatolea sadaka hii ya misa takatifu tukimwambia Mungu asante kwa zawadi ya mtumishi wako, na kwa mapungufu yote ambayo ameyaishi kama binadamu, tunaomba msafishe kwa damu yake, mstahilishe auone uso wako. Somo la pili, kitabu cha Ufunuo, linatuonyesha umuhimu wa matendo yetu mema. Heri wao wafao katika Bwana, maana matendo yao yafuatana nao. Wapendwa ndugu zangu, katika utume wa Afrika Kuumba, kwa hakika kuna sehemu alitenda mema, alitenda matendo mema. Kuna sehemu alitenda yanayopendeza mbele ya Mungu na mwanadamu. Ni ukumbusho kwetu sisi pia ndugu zangu kwamba katika utume wetu, katika maisha yetu, katika kazi zetu, tujibidiishe na tujikite katika kutenda yaliyo mema, kwa sababu hayo yatafuatana nasi, na kwa huruma ya Mungu yatatustahilisha kuona uso wake. Wapendwa ndugu zangu, nakumbuka habari moja, sista mmoja akiwa anaugua muda mrefu. Katika dakika za mwisho za uhai wake, akamwita padre muunganishi wake, akamwambia, mimi naona naelekea mwisho wa maisha yangu, naona nakaribia kwenda nyumbani kwa Baba, lakini nina hofu, nina wasiwasi, naogopa nikifika huko kwa Mungu nitamwambia nini? Nitamweleza kitu gani? Kwa
usiogope. Lakini pili, ukifika mbele ya Mungu muoneshe tu mikono yako, usimwambie neno lolote, usiseme kitu chochote, muoneshe tu mikono yako, na yeye kupitia mikono yako ataona sadaka ulizotoa duniani katika utume wako, ataona majitoleo uliyofanya, na ataona huduma uliyoitenda. Hivyo usiogope, na ukifika huko muoneshe tu Mungu mikono yako. Ndugu zangu wapendwa, kama somo la pili linavyotuambia, tutakuwa tuna heri tutakapokufa katika Bwana, na tutakuwa tuna heri kama tumetenda mema, kwa sababu hayo matendo yetu mema yatafuatana nasi. Mikono yetu katika matendo mema itakuwa ni ishara na uthibitisho wa yale ambayo tumeyatenda, sadaka zile ambazo tumezitoa, huduma ile ya upendo tunayotoa kwa Mungu na kwa jirani. Tunamwombea basi tutaomba kwa yale yote aliyotenda mema mazuri yafuatane naye, yamthibitishe na kumkaribisha mbele ya kiti cha huruma cha Mungu. Na sisi ndugu zangu, tuzingatie hilo, tutendeane yaliyo mema. Somo la Injili linatukumbusha habari ya kukesha, habari ya kuwa tayari, kwani hatujui siku wala saa. Wapendwa ndugu zangu, somo hili linatuhusu hasa sisi ambao tuko hai, ambao bado tumepewa zawadi ya maisha. Tukeshe, tuwe tayari, ili tutakapofika hiyo siku tusalimishe roho zetu salama mbele ya uso wa Mungu, ili Mungu atakapotuita roho zetu ziwe na mastahili, ziwe na kibali cha kumwona Mwenyezi Mungu. Tusipofika mbinguni, ndugu zangu, tutakuwa tumepata hasara kubwa sana, kwa sababu lengo lako wewe na mimi na kuwepo duniani, mwisho wa yote ni kufika mbinguni. Ndipo lile swali la katekisimu linapata maana: kwa nini Mungu amekuumba? Kwa nini Mungu ameniumba mimi? Kwa lengo gani? Kumjua, kumtumikia, kumpenda, kumtumikia, na mwisho tufike kwake mbinguni. Ndugu zangu, tusiweteke, tusijisahau. Duniani hapa tunapita. Duniani hapa sio makao yetu ya kudumu. Maisha yako duniani yasitufubaze macho tukasahau maisha ya milele. Kesho tuwe tayari kwa huduma na utume aliyofanya kuomba. Tunaamini alikuwa na kesho, tunaamini alikuwa tayari, na hivyo yuko anamlaki Mwenyezi Mungu, na hivyo anakaribishwa nyumbani kwa makao ya milele. Kwa mapungufu yote ambayo binadamu ameyaona, tena tunamwambia Mungu amrehemu na ampokee kwake mbinguni. Raha ya milele kumpe Bwana, apumzike kwa amani.
Ee Baba, Bwana wa makao ya milele, tunakuletea maombi yetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Oh
pia kwa manufaa yetu sisi na kanisa lako lote takatifu. Una
wameingia kwenye utawa wa kukuza ya Kristo pamoja na pamoja na kuwa alikuwa mbali na sisi, lakini kuwa alikuwa mwalimu, alikuwa mshauri, alikuwa kiongozi. Tulipenda na kumsikiliza kwa sababu hakuna mara atakuja kusikiliza. Ni pendo tumelipata, lakini sitaki kusema maneno ya Kiswahili kwamba pendo alilopata nikizipika maneno katika kazi. Nikisema hivi na Thank you.
imeandikwa basi hata St. Gemma Daycare litabeba ndugu wa marehemu. St. Gemma Daycare na watano basi litawabeba ndugu wa Sister marehemu. St. Gemma Daycare gari namba 4 litawabeba waimbaji. Najua mko wachache, lakini mwakaribisha na wengine ambao watakosa nafasi kwa pamoja wabeba wengine. Basi au gari namba 1 imeandikwa St. Gemma Kikongo litawabeba waamini wote ambao mko hapa, lakini mkijaa katika nafasi kwa magari mengine ambayo yana nafasi, kwa namba 1 litabeba waamini wanapokwenda kuendesha yetu. Gari namba 2 St. Ignace Mtakatifu Ignace namba 2 litawabeba watano. Namba 2 litawabeba watano St. Ignace Mtakatifu Ignace. Namba 8 gari namba 8 Mtakatifu Ignace litawabeba vile watano. Kwa hiyo namba 2 Mtakatifu Ignace na namba 8 Mtakatifu Ignace litabeba watano. Gari hili linaweza kupenya namba 8. Gari namba 5 St. Gemma Daycare. Wale wote ambao mtakosa kama magari yatabajaa, muingie sasa namba 5. Lakini mhakikisha kwamba magari yote yatajaa, ndio muingie namba 5 kama mtakosa usafiri. Baada ya mbele mbele Bwana. Apumzike Bwana. Basi na sasa tuombe katika wakati unaokaribisha kwa ajili ya neno na baadaye baraka. Karibu sana mtakatifu. Jubilei.
Aidha